Nataka soko hili liwe mfano wa kuigwa kiutendaji na masoko mengine nchini kwa kuhakikisha kuwa linakuwa na ubora wa huduma, ufanisi wa mifumo, usalama na nidhamu ya biashara. Sasa ili kufanikisha azma hiyo, hatuna budi kusimamia misingi ifuatayo, na kwanza ni uthabiti na uendelevu wa miundombinu ya kisasa. Hatuna budi kuwa na mifumo hai ya kisasa. Hii ni pamoja na mifumo ya zimamoto, na nimeonyeshwa zimamoto wako hapo, wana ofisi, lakini hata ndani ya soko nimeona yale machupa mekundu ya kuzimia moto. Sanalofuata hapo ni kwa ofisi za zimamoto kufundisha wafanyabiashara waliomo ndani jinsi ya kutumia mitungi ile, sababu unaweza kutokea moto wakatoka mbio, mitungi iko pale na hawajui jinsi ya kuitumia. Mafunzo kwa wafanyabiashara jinsi ya kutumia mitungi ile. Aidha, hatuna budi kuwa na mpangilio mzuri wa maegesho na njia za kusafirisha, kupakia na kupakua mizigo. Hili nalo ni muhimu. Kutakuwa na magari yanayokuja kushusha mizigo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kutoka viwandani, sababu bidhaa za viwanda zitauzwa pia hapa. Yapangiwe muda maalum wa kuja kushusha mizigo. Tumesema barabara zinatakiwa ziwe wazi, lakini vile vile kuna maguta ambayo yatakuwa yanasafirisha bidhaa zinazonunuliwa na wateja kupeleka kwenye magari yatakayowekwa maeneo maalum ambayo magari yatakuwa yamepaki. Kwa hiyo maguta nayo yapangiwe utaratibu maalum wa kuweza kuingia na kutoka sokoni. Kwa watoto wangu wa bodaboda ambao aidha wataleta wateja au wataleta wafanya biashara huku ndani, na wenyewe mpangilio wao ujulikane. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kukosa fursa zinazotokana na soko hili. Wote wapate fursa na kuwe na mpangilio maalumu wa kutoa huduma hizo.